Ripoti ya CAG imeonyesha katika mwaka wa 2024-2025 hati safi zimeongezeka ukilinganisha na ukaguzi uliofanyika katika mwaka 23-24. Nilikuwa naangalia, ameniwekea jedwali la kuangalia hati safi na mwenyewe amezisoma vizuri. Kwa kweli kuna maendeleo makubwa katika eneo hili. Hii ni hatua nzuri, inaonyesha namna ambavyo tunaendelea kuboresha mikakati yetu ya usimamizi wa rasilimali za umma. Kwenye ripoti hii, kwa bahati nzuri, CAG ametuandikia vizuri sana. Amebainisha mapungufu, lakini ameweka na mapendekezo yake. Nini kifanyike ili kuondokana na hali hiyo? Sasa niseme tu kwamba serikali utachukua hatua kama ilivyoelekezwa na sheria zetu na kama ilivyopendekezwa na CAG jinsi ya kuondosha mapungufu yaliyopo. Taarifa ya TAKUKURU kama ilivyowasilishwa na mkurugenzi mkuu inaonyesha miradi iliyofuatiliwa, fedha zilizookolewa pamoja na hatua zilizochukuliwa kushughulikia vitendo vya rushwa. Hii ni kazi muhimu katika kulinda rasilimali za taifa na ninawapongeza kwa juhudi hizo. Kama tunavyojua kwa hakika kuwa rushwa ni adui wa maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi wetu, na rushwa hunyima haki kutendeka. Kwa ujumla, ukiangalia ripoti ya mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, hali imeimarika, si kama nyuma tunakotoka, ingawa baadhi ya dosari zinaendelea kujirudia kila mwaka. Hapa ni kuelekeze mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwamba chombo chetu kiendelee kuchukua hatua bila upendeleo wala muhali kukabili vitendo vya rushwa na ufisadi. Aidha, ni waase viongozi wenzangu ndani na nje ya serikali kuendelea kujiepusha na kupiga vita rushwa na ufisadi katika maeneo yetu ya uwajibikaji. Tukifanya hivyo, tutalinda rasilimali za taifa na kujenga msingi imara wa maendeleo endelevu kwa kizazi sasa na kizazi kinachokuja. Lakini nataka nitoe pongezi maalum kwa TAKUKURU. Kwa nature ya kazi zake, huwezi kufikiria taasisi hii ingefikiria pia kutoa CSR kwenye taasisi za maendeleo ya jamii kama afya. Lakini wamefanya hivyo, na mimi nawapongeza na naomba muendelee na hilo, kwa sababu kati yenu na nyinyi mna watoto, kuna watu watajifungua, nyinyi ni wazazi pia na hamjui mtajifungua kwenye hali gani. Kwa ukitanguliza vifaa hivi vitakwenda kutufaa sote. Kwa hiyo hongereni sana. Aidha, na kupongeza mkurugenzi mkuu wa PPRA kwa kazi mnayoifanya. Ni mara yako ya kwanza kusoma ripoti hadharani. Nyuma nilikuwa napata tu ripoti kwenye makaratasi. Lakini nakupongeza hususan katika kuimarisha matumizi ya mfumo wa NeST. Mmefanya kazi nzuri sana ambao umeongeza uwazi na uwajibikaji katika manunuzi ya umma. Kama nilivyotangulia kusema, kwa sehemu kubwa ya fedha za serikali hutumika kwa ajili ya manunuzi ya umma, na ni muhimu kwa hiyo eneo hili lisimamiwe kwa umakini na uadilifu mkubwa. Wito wangu kwa viongozi wenzangu ni kusimamia kamilifu taratibu za manunuzi ya umma katika taasisi zetu. Vile vile ni kuelekeze mkurugenzi mkuu PPRA ili tuweze kusimamia vizuri kwenye taasisi zetu. Kuna kitu kinaitwa name and shame. Kwa hiyo ripoti yako ya mwakani ukitutajia nani wanafanya vibaya zaidi na nani wanafanya vizuri zaidi, itakuwa vizuri, itawatia ari wale wanaofanya vibaya zaidi ili wajitahidi kufanya vizuri zaidi. Baada ya kusema tu mashirika haya imefanywa, sema TANESCO hawajafanya vizuri, nani wamefanya vizuri, tutajie ili waone aibu, wajitahidi wafanye vizuri. Lakini niseme pia kwamba tuwataje ili kubainisha watendaji au taasisi zitakazobainika kukiuka sheria za manunuzi
ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa pia dhidi yao. Lengo likiwa ni kuhakikisha fedha za wananchi zinalindwa na kutumika kwa manufaa yaliyokusudiwa. Ndugu zangu, niseme kuwa pamoja na mafanikio yaliyoletwa na matumizi ya mfumo wa NeST katika ununuzi wa umma, kuna changamoto iliyobainishwa inayohusu mifumo ya serikali kutokusomana kikamilifu. Kwa kuwa kazi ya kufanya mifumo isomane ni endelevu, nazielekeza Wizara ya Mawasiliano na Teknolojia ya Habari kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na Ofisi ya Rais Management ya Utumishi wa Umma, na wote naona mpo hapa, kuendelea kusimamia ipasavyo zoezi la kuunganisha mifumo hiyo na hatimaye kuimarisha uwajibikaji na kupunguza mianya ya ubadhirifu wa fedha za serikali. Ndugu zangu, ninapoelekea kuhitimisha, naomba tujikumbushe kuwa uwajibikaji si chaguo, bali ni wajibu. Ni wajibu kuwajibika, si chaguo. Nataka kuwajibika au sitaki, hapana. Na wajibu huu hauishi kwenye taasisi hizi tatu pekee, bali kwenye taasisi unatuhusu viongozi wote wa umma na Watanzania wote kwa ujumla.